Kutokana na kinachoendelea kwenye uvamizi wa Iran, Trump sasa hivi yuko na kitete cha kuondolewa madarakani kwa sababu Jumanne ya tarehe 3 Novemba mwaka huu 2026 Marekani inaingia kwenye kile kinachoitwa midterm election, na hii huwa ni sehemu ya kupima umaarufu wa rais. Lakini sio kupima umaarufu wa rais tu, kuna uwezekano pia ikatishia madaraka ya rais. Na ndo maana kama umekutana na hii video, ndicho exactly Trump anakihofia. You got to win the midterms, because if we don't win the midterms, it's just going to be, I mean, they'll find a reason to impeach me. I'll get impeached. We don't impeach them. You know why? Because they're meaner than we are. We should have impeached Joe Biden for 100 different things. They are mean and smart. Yes, nitakuelezea hofu ya Trump inatoka wapi, na inabidi uelewe mfumo wa Marekani wa uchaguzi na kwa nini huwa wanafanya midterm election, na hii impeachment huwa inafanyikaje, na je, ina hatari kweli ya kumuondoa? Asante kwa kila ambaye unafuatilia. Naona komenti zako na natamani kujua hivi unanifuatilia ukiwa mkoa gani ama nchi gani kwenye comments, lakini kwa chini ya sekunde 30 unaweza pia ukatusupport na ukafanya kitu kikubwa ambacho pia ni bure, lakini kina support kubwa kwenye hii channel, just kwa kusubscribe. Naitwa Grayson Gideon, so twende explore hofu ya Trump inatoka wapi. Kuelewa hofu ya Trump, inabidi kuelewa mfumo wa Marekani unafanyaje kazi kwa maana ya uchaguzi. Iko hivi, Marekani ina mabunge mawili. Kuna hawa wanaitwa maseneta, yani bunge la Senate, na hawa wanaitwa baraza la wawakilishi. Hawa wanaitwa House. Ukisikia wanasema House and Senate, ndicho wanachokimaanisha. Tofauti ya seneta na mwakilishi ni nini? Kwa lugha rahisi, mwakilishi anatoka kwenye idadi ya wananchi, alafu seneta anatoka kwenye jimbo kiujumla. Kivipi? Wenyewe walivyokubaliana ni kwamba, kwa mfano, nitoe mfano wa Dar es Salaam sasa. Let's say Dar es Salaam ina watu 5 milioni, alafu Pwani ina watu 1,000,000. Maana yake ni kwamba maseneta wawili wa Pwani wanaongoza watu 1,000,000. Maseneta wawili wa Dar es Salaam wanaongoza watu 500,000. So unaweza ukaona sio fair, right? Kwamba wote ni maseneta, lakini idadi ya watu wanaowaongoza inatofautiana. Maana yake huyu seneta wa Pwani au wawili wana uwezo wa kujua matatizo ya watu 1,000,000 kirahisi kuliko hawa maseneta wa Dar es Salaam ambao wanahudumia watu wengi. Na ndipo sasa wakaja na hii idea ya tuwe na baraza la wawakilishi, ambalo hili baraza litakuwa linaangalia idadi ya watu. So wakakubaliana kwamba kwenye kila watu 500,000 kutakuwa na mwakilishi mmoja. Kwa hiyo sasa tukija kwenye ishu ya wawakilishi, maana yake Dar es Salaam itabidi iwe na wawakilishi wengi kuliko Pwani. So jumla ya Pwani, kwa sababu wana watu 1,000,000, watatoa wawakilishi wawili. Dar es Salaam pia wanatenga hivyo hivyo watu 500,000, kwa sababu wana watu 500,000, maana yake watakuwa na wawakilishi 10. So unaelewa sasa kwamba Pwani na Dar es Salaam zikija kukutana kwenye kumpigia kura rais, maana yake Dar inakuwa na jumla ya kura 12 na Pwani inakuwa na kura ngapi? 4 pekee. Nadhani umeona sasa kura zinavyokuja. Sasa hawa wa pamoja ndo wanakwendaga kumchagua rais wa nchi na sio wananchi. Sijui umeelewa mfumo wa Marekani ulivyokaa. Sasa kuna vitu viko deep zaidi ya hivyo, kwamba senator yeye anakaa madarakani miaka 6. Mwakilishi anakaa madarakani miaka 2. Na hata vigezo vyao vya kuwa senator na kuwa mwakilishi ni tofauti. Kwa mfano mwakilishi
ni kigezo tu kwamba uwe ni raia wa Marekani kwa miaka 7, lakini senator lazima uwe umeshakuwa raia wa Marekani kwa miaka 9+. Lakini wote inabidi utoke kwenye hilo jimbo. Sio kama rais. Kwa ukisikia uchaguzi wa Marekani unafanyika, maseneta huwa wanachaguliwa 33 tu. Hawa maseneta nimekuambia wanatoka 2 kwenye kila jimbo, kwa hiyo jumla wako 100. Na pia wamewagawa kwenye kategori 3. Yaani sio kwamba uchaguzi ukifanyika wa maseneta unafanyika wa maseneta wote, hapana. Lakini wawakilishi ukifanyika uchaguzi ujue wawakilishi wote wanachaguliwa. Kila baada ya miaka 2 wanapinduliwa, wanaleta wengine. Na ndicho kitakuja kuelezea hofu ya Trump mbeleni. Sasa nikuelezea kidogo kuhusiana na hapa kwa maseneta. Maseneta wamewagawa kwenye class 3, class 1, class 2, class 3. Kwa hiyo ukisikia uchaguzi umefika maseneta wanachaguliwa, ujue ni class 1 ambao labda wako 33 hivi. Hawa ndio wanapigiwa kura. Hawa watakaa miaka 6 serikalini bila kupigiwa kura tena. Kwa hiyo ukisikia uchaguzi mwingine umefata wanachaguliwa maseneta, ujue ni class 2, sio wale wa class 1, ni class 2, na nitakuelezea kwa nini. Then uchaguzi utakaofuata wakichaguliwa maseneta wanachaguliwa class 3. Then mzunguko unaanza tena. So wamewagawa kwenye hao madaraja ili nini? Tangu zamani kwenye historia ya Marekani waligundua kwamba wanahitaji uzoefu kwenye serikali. Yaani serikali zisiwe zinapinduka moja kwa moja zote. Kwa hiyo maseneta wanakuwa ni bunge ambalo lina watu wenye uzoefu wa nini ambacho kilikuwa kinafanyika kwenye serikali iliyopita. Maana yake awamu moja ya seneta inaizidi hata awamu moja ya rais. Na hapa ndo nguvu ya maseneta ilipo, kwamba kwanza kabisa ukishachaguliwa seneta una miaka 6, wakati mwakilishi una miaka 2 tu, unaweza ukapinduliwa akaingia mwingine kwenye zile midterm election. Alafu pili, seneta wewe unawakilisha jimbo zima. Nimekuambia kila jimbo lina maseneta 2 tu, kwa hiyo unaweza ukaona maamuzi labda yale ya sheria na kuhusiana na issue za kikodi, unakuwa wewe una nguvu zaidi kwa sababu ni mpo 2 kwenye jimbo kubwa. Mpaka hapo bila shaka umenielewa sasa. Sasa basi, hiki kinachokwenda kufanyika tarehe 3 Novemba mwaka huu ambacho Trump anakihofia ni nini? Ni kwamba kutokana na huu mfumo wa check and balance wa serikali ya Marekani, hakuna rais mwenye uhakika, kwa sababu hawa watu nimekuambia ndio huwa wanakwenda kupiga kura, both wawakilishi pamoja na maseneta. Kwa pamoja ndio huaga wanapiga zile kura za kumchagua rais wa nchi awe nani. Kwa hiyo fitna zote huwa zinaanzia huku chini. Wananchi wakitaka kumuondoa rais aliyoko pale juu hawawezi, kwa sababu first of all hawajawahi kumpigia rais kura, lakini wana mtu wao ambaye ni mwakilishi ambaye walimchagua kwa sababu wanaamini tukikuchagua wewe wa chama hiki utaongeza idadi kule mbele, utamchagua rais wetu. So sasa hivi Republican ndio wako madarakani, ikimaanisha kwamba rais huyu alipata viti vingi vya Republican kutoka kwa wawakilishi na maseneta, na wengi waga wana lose hivi viti katikati ya mid election. Obama aliwahi kupoteza, Trump alipoteza ile mara ya kwanza, Biden alipoteza. Yani always waga madudu yakitokea, wananchi waga wanatupa hasira zao kwa hawa wawakilishi. Kwa hiyo hata kama wewe mwakilishi hauna noma na sisi hapa mtaani, wewe ni mwakilishi mzuri, lakini rais wako kule anachokifanya tukielewi, kwenye mid election tunakuchomoa. Kwa sababu kwa serikali kama ya Marekani, taasisi zina nguvu kuliko watu. Mifumo yao iko hivyo. Kwa hiyo hata chama ni itikadi ya pamoja. Hawaashumu kwamba ni Trump, wanaashumu kwamba hiki ni chama chako na watu wako ndicho mnachokiamini. Kwa hiyo chama kinakuwa kina possibility ya kupoteza maseneta wale 33, alafu kina uwezo pia wa kupoteza siti za wawakilishi zote 435. Alafu maseneta ni 100 tu. Na nimekuambia kwenye hao maseneta 100, kwenye kila uchaguzi huaga kuna grupu linakuwa linapigiwa kura kuondolewa au kubaki. Ndio lile la watu 33 mpaka 35. Nimekuambia wamegawa 100 kwa class 3 tofauti. Sasa mwaka huu 2026 kwenye midterm election, siti zote za wawakilishi kwa maana ya 435 inabidi zikapigiwe kura
alafu 35 za maseneta na zenyewe zinapigiwa kura. Sio 33 kama kawaida, ni 35. Sasa basi, hii ndio inaamua ni nani ambaye atakuwa ana control mabunge mawili ya Marekani. Sasa kuna wakati wawakilishi huwa wanapotezwa kwa sababu wananchi ni rahisi kuhukumu rais, yani rais haeleweki tu, wanampiga tukio kwenye, wanampunguzia hawa wawakilishi. Sasa bunge ambalo linaweza kuibua hoja ya kumuimpeach rais ni bunge hili la wananchi ambalo ni House of Representative, baraza la wawakilishi. Hawa ndio uwaga wanakuja kwamba oya, kitaani wananchi hawaelewi unachokifanya rais, kwa hiyo kuna haja ya kupiga kura ya kutokuwa na imani na wewe. President Trump became the first president to be impeached twice after the House approved a single charge citing his role in whipping up a mob that stormed the Capitol. He faces a Senate trial that could disqualify him from future office. There were 10 members of his party that joined the Democrats in impeaching him for insurrection. Sasa wakiibua jamaa wakipiga kura hawa wawakilishi kwamba wananchi wanasema hivi hatumwamini Trump, kuna wale wanaitwa senator ambao hawa ndio wakubwa, ndio inabidi wakapige kura sasa ya kufinalize, ni kweli wananchi wanasema hivi. Sasa ukiwa na nguvu kwenye Senate, kuna fitna za kisiasa zinaweza zikachezeka ukashinda usiwe impeached. Na ndio maana sometimes impeachment unazozisikiaga sio lazima zikuondoe rais madarakani, lakini kuna vitu vingi waga zinapunguza, ikiwemo hadhi yako kama rais, uwezo wa baadhi ya kutunga sera mpya, yani inakupunguzia credibility kubwa sana kwenye mfumo wa siasa na wa kimaamuzi, kiasi kwamba hakuna rais huwa anataka apitie hiyo situation. Sasa hatari iliyopo kwa Trump ni kwamba kuna maseneta 35 ambao wanamaliza mwaka wao wa 6 sasa hivi, kwa hiyo nao wanapigiwa kura. Sasa endapo wananchi wasipowarudisha bungeni maseneta hawa wakawa ni Democratic, kwa maana ya chama kilichoondolewa, maana yake ni kwamba kuna changamoto kubwa kwa mwaka unaoanza kwa ndugu Trump, kwa sababu hoja ya kuimpeach ikitolewa kwa hao wauni wa wawakilishi kule juu ni rahisi kupita Senate na wanaweza kukuchomoa kweli. Kuna wakati wanatumiaga hiyo busara kwamba kumchomoa rais saa hizi kuingia kwenye uchaguzi, kuna factors nyingi wanaangaliaga, lakini kwa situation ilivyo ni kwamba endapo itatokea I'll get impeached. Yeye mwenyewe kwa mujibu wa Trump anasema sisi bana tumeshawazidigi, yani wameshapotezaga katikati ya kipindi kama hiki kwamba tukawa tuna wawakilishi wengi, lakini hatukuleta story ya kumuimpeach rais kwa sababu sisi tunajua gharama za kumuimpeach rais, au sisi hatunaga noma, tunawaangaliaga tu lakini wao ninavyowajua lazima wataniimpeach. They are mean and smart. Trump anaona kama hawauni, kwa sababu kweli ukiangalia tangu hii serikali imeanza kufanya haya inayofanya, kuna watu wengi sana kutoka Democratic wanaanza kutumia hii nguvu kusema huyu rais anapotupeleka sio vizuri, sio pazuri, a lot is going on. Tukiacha mbali tu JD Vance, makamu wa rais, ambaye ni kama amepotea huyu jamaa, yani alikuwa ni karibu na Trump sana, lakini tangu hizi vita zimeanza ambazo alikuwa anazipinga tangu zamani, jamani kama amekaa kimya au amepotea kwenye situation iliyopo, na ni mjadala unaoendelea pia. Sasa Trump anasisitiza hivi kwa sababu kinachotokeaga kwenye hizi mid election, chama ambacho tayari kipo madarakani ni kama wapiga kura wake wanaonaga okay, si rais wetu yuko madarakani tayari na watu wetu si wako madarakani tayari, sasa niende nikapige kura ya kazi gani? Kwenda kufanya kitu kile kile mtu kuendelea, Kwa hiyo waga hawatoki wengi kupiga kura. Lakini hawa wapinzani sasa wanakuwa wana hasira na wanakuwa wameshatengeneza mazingira pia ya kuwapampu watu wao waende wakapige kura kuwashinda wale washiriki ambao ni wa chama kilichopo madarakani. Na ndicho ambacho Trump anajaribu kusisitiza hapa kwamba jamani, tuendeleeni kufanya fitna huko chini, kwa sababu hao wauni, yani watu wetu wakizembea tu wasipoenda kupiga kura, wanaweza wakatuondoa na watani impeach. Na impeachment sometimes inahusisha kumuondoa rais madarakani, kusema kwamba ametumia madaraka vibaya. Na sio tu hivyo,
wana uwezo pia wa kumuita rais aje kujieleza mbele ya bunge kwamba kwa nini anafanya hivi na hivi. Sasa imagine idea ya kumuita mtu kama Trump sehemu akatetee hoja kama hizi za vita ya Iran. Unajua Trump anajibu haya mambo kwenye press conference, lakini when it comes to ni bunge sasa ambalo linaamua hatma ya kazi yako, itabidi utoe hoja kwamba okay, ulisema ni issue ya Iran na nuclear ndio issue kubwa, right? Yes. Sasa umeivamia Iran juzi, wakati mwanzo ulitutangazia taifa kwamba mabomu yale ya B2 bombers yaliweza kumaliza kabisa uwezo wa Iran kutengeneza nuclear. Sasa imekuwaje umekuja tena kuivamia wakati ulisema ulishaipunguzia huo uwezo? Ni issue ya maandamano yanaendelea Iran. Really? Basi tuondoke huko, ni issue ya yale makombora yao. Our president will start a war with Iran because he has absolutely no ability to negotiate. He's weak and he's ineffective. So the only way he figures that he's going to get reelected, and as sure as you're sitting there, is to start a war with Iran. A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime. Kwa hiyo ukiangalia hoja ambazo Trump anazo kuhusiana na kwa nini ameivamia Iran na kwa nini dunia sasa hivi mafuta yanapanda bei na kwa nini soko la hisa la Marekani linaathirika, ni ngumu sana mbele ya Senate kuongea haya ambayo anayaongea mbele ya press. Kwa hiyo ili tusifike huko, inabidi fitna zifanyike mapema, na ndio hofu ya Trump ilipo. So licha ya yote ambacho tunajifunza kwenye mfumo wa demokrasia wa Marekani, sio kwamba ni mfumo ambao hauna makosa, ila una uwezo wa kurekebisha makosa kirahisi. Hata kama siku moja itakuja kutokea mtu mwenye kichwa kibovu, kutakuwa na system ambayo itakuwa inaweza kumrekebisha. Kila baada ya miaka 2 rais hauchaguliwi, lakini kuna namna ambao kuna watu wako muhimu sana wanachaguliwa. Kwa hiyo ni mfumo ambao una uwezo wa kumdouble check kiongozi. Hakuna mtu unamuona na mamlaka ya moja kwa moja, wakiwemo wananchi wenyewe hawana mamlaka ya moja kwa moja kwa rais, na rais pia hana mamlaka ya moja kwa moja kwa wananchi. Kwa hiyo unagundua ndo maana marais wengi kuonyesha umwamba wao huaga wanauonyesha kwenye sera za nje, kuivamia Iran, kumteka Maduro, lakini ndani mle huaga hawafanyi haya madudu kwa sababu ya mfumo wao ulivyo. Na ndio maana usishangae Trump akamaliza muda wake bila kuwa impeached, kwa sababu wananchi unahisi wana hasira kwa sababu ukiwaangalia kwenye mitandao, lakini mle ndani maisha yake ya kila siku anaona mbona it's okay. Labda tuweke tumaini letu kwamba kwa sababu dunia imekuwa kijiji, kwamba wanaona dunia inachoongea kuhusu Marekani, labda inaweza kawabadilisha. Sijui wewe unaona nini? Utaniambia kwenye comment. Asante kwa ambaye umeifuatilia. Please usisahau kusubscribe.